Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Napenda kumshukuru sana Mungu kwa ajili yenu nyote ambao mnaendelea kufuatilia masomo mbalimbali katika chaneli yetu. Mungu awabariki sana. Hivi leo tunamshukuru Mungu kwa sababu ni siku ambayo yeye ameifanya kwa ajili yangu na kwa ajili yako, na yeye ametuagiza tuifurahie, nasi hatuna budi kuifurahia kwa sababu ni yeye ndiye aliyeifanya. Siku ya leo ni yeye ndiye aliyeifanya, kwa hiyo hatuna budi kuifurahia na kuishangilia. Leo niko na mada moja ambayo inasema, kwa nini mwanaume anakufa mapema kuliko mwanamke? Kwa nini mwanaume anakufa mapema kuliko mwanamke? Watu wengi nadhani wamejiuliza sana swali hili na kukosa majibu kabisa, wengine wakitoa sababu mbalimbali za kidunia ya kwamba mwanaume anafanya kazi nyingi, mwanaume anafikiria mambo mengi, mwanaume anafanya sijui nini, lakini zote hizo ni sababu za kufikirika ambazo hazina msingi wowote wa neno la Mungu. Lakini leo nataka nikakufungue akili upate kujua kwa nini mwanaume anakufa mapema kuliko mwanamke, na mwanaume atakayesikia neno hili na kwenda kulitendea kazi, basi neema ya Mungu itakuwa ndani yake na haya yanayofikirika hayatompata. Tukiangalia neno la Mungu, chanzo cha mwanaume kufa mapema kuliko mwanamke, chanzo kilitokana na Adamu. Chanzo kilitokana na Adamu. Adamu ndiye msababishaji mkubwa wa mambo haya yote kutokea. Adamu. Tukiangalia uumbaji wa Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 na ule tukianzia mstari wa 7, neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hii anapotuzungumzia pumzi ya uhai, tunarudi kule katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 na ule mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Akaeleza pale vitu vya kutawala, akasema samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Alitaja maeneo matatu pale ya kutawala: kutawala kwenye maji, kutawala kwenye ardhi na kutawala kwenye anga. Majukumu yote haya alimkabidhi mtu ambaye alimfanya kwa mfano wake. Sasa tunapozungumzia mtu ni nani, tunaenda kumwona kwanza Mungu, yeye aliyemfanya mtu kwa mfano wake. Mungu ni nani? Tukiangalia katika kile kitabu cha Yohana na ile sura ya 4 mstari wa 24, neno la Mungu linatuambia Mungu ni roho. Mungu ni roho, nao wamwabudio yeye imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa Mungu alimfanya mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Tukirudi katika kile kitabu cha Mwanzo, maana yake kwamba mtu aliyefanywa kwa mfano wa Mungu ni roho. Mtu aliyefanywa kwa mfano wa Mungu ni roho. Mungu alimfanya mtu kwa mfano wa roho ili aje atawale. Sasa anakuja kutawala sehemu ambayo tayari Mungu alishatanguliza viumbe ambavyo vina mwili kama wanyama, ndege wa angani, samaki wa baharini, ambavyo mtu alipewa nafasi ya kuweza kuvitawala, alipewa mamlaka ya kuweza kuvitawala. Sasa huwezi kutawala vitu ambavyo viko katika ulimwengu wa mwili na wewe uko katika ulimwengu wa roho, maana hivyo vitu haviwezi kukuona physically,
ni lazima na wewe upewe mwili. Sasa katika kupewa mwili ndo Mungu anatuambia katika ule mstari, sura ya 2 Mwanzo mstari wa 7, Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani, pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo hiyo pumzi ni ile roho ambayo Mungu alifanya kwa mfano wake. Kwa hiyo akamchukua yule mtu akamweka katika ule mwili ambayo umetengenezwa na mavumbi. Ndio maana anasema kwamba mtu anapotoka ndani ya mwili unarudi mavumbini, na mtu anakwenda aidha kwa Mungu kama alikuwa anamtumikia Mungu hapa duniani, au kwa shetani kama alikuwa anamtumikia shetani hapa duniani. Na tunajua kabisa ili uweze kumtumikia Mungu lazima umpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ndiye atakayekupatia nafasi ya kupatia uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Historia yote tunaijua tokea mwanzo, wapi mwanadamu alikosea. Lakini hapa tunaangalia kwa nini mwanaume anakufa mapema kuliko mwanamke. Na tumesema kwamba chanzo kikuu ni Adamu. Sasa Adamu ni wapi ambapo alisababisha mambo haya yatokee? Ukisoma tena hiyo sura ya 2 na ule mstari wa 16, neno la Mungu linatuambia kwanza 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Baada ya kumchukua yule mtu na kumweka kwenye mwili, akaweza kutengenezea bustani nzuri. Akamchukua yule mtu akiwepo na mwili wake akamweka katika ile bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Mstari wa 16, Bwana Mungu akatoa maagizo. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, maana anayezungumziwa hapa ni Adamu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Siku ambayo utakayokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Hii Mungu anamwambia mwanaume, amempatia maagizo na kumwonyesha masharti ya hayo maagizo. Amempatia bustani nzuri ailime na kuitunza na aweze kutumia vitu vilivyopo mule, lakini matunda ya ujuzi wa mti wa mema na mabaya asile. Atakapokula atakufa hakika. Hapa tunaanza kuona maagizo ambayo Mungu amempatia huyu mtu ambaye ni mwanaume. Sasa baada ya kumpatia maagizo, ndipo Mungu sasa mstari wa 18 akasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa anga, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu lilikuwa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina wanyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye kisha akatoa ubavu wake mmoja akawafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akafanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mfupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Tunaona yote hayo yanatendeka ni kwa sababu Mungu anampenda
Adamu anampenda mwanaume na akaona sio vema huyu mwanaume awe peke yake, akamfanyia msaidizi ambaye ndiye huyo aliyemfanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Kumbe mke kwa mwanaume huwa analetwa na Mungu na sio kujiamulia tu mwanaume. Unapojiamulia mwenyewe, matatizo utakayokutana naye mule utaanza kushindwa kuyatatua. Mwisho wa siku utaanza kusifia ndoa ni mbaya. Hilo ni somo jingine ambalo tutaendelea nalo siku nyingine, lakini leo ndo tunataka tuone kisa cha kwa nini mwanaume anakufa mapema kuliko mwanamke. Hapa tumeshaona ya kwamba Adamu alipewa maagizo peke yake, lakini baada ya kumaliza kupewa maagizo, Mungu akamletea mwanamke, akaanza kuishi naye. Baada ya kuishi naye, huku mbele ya safari tunaanza kuona Adamu akianza kukwepa majukumu yake kidogo kidogo na kuanza kumpatia mke majukumu ya kuanza kutafuta chakula. Sura ya 3 inaeleza vizuri kabisa. Adamu akamwacha mke wake katika kutafuta tafuta, mwanamke akakutana na shetani. Shetani akamdanganya. Alipomdanganya, akaenda akachuma yale matunda ambayo Mungu alimkataza Adamu asile. Wakati mwanamke ameenda kuchuma yale matunda na kula, hakuna tatizo lolote lililomtokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu maagizo hakupewa mwanamke, maagizo alipewa Adamu. Wakati mwanamke anachukua yale matunda sasa kumpelekea mume wake, tayari Adamu alishajua kwamba haya ndiyo yale matunda ambayo Mungu alinikataza nisile. Kitu cha kwanza ambacho alichopaswa kufanya Adamu ni kurudi kwa Mungu, kwenda kuuliza kwamba Baba, haya matunda uliniambia nisile, lakini huyu mwanamke ulionipatia ameyaleta nyumbani na yeye amesema amekula, hakuna madhara yoyote yaliyotokea. Je, unaniruhusu nile au kuna mabadiliko yoyote ambayo umeyafanya? Adamu angetumia njia hiyo, angeweza kupata majibu kutoka kwa Mungu, lakini yeye pasipo kujali akaamua kuchukua yale matunda na akala. Alipokula yale matunda ndipo matatizo yakatokea. Ukisoma katika ile Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha. Siku zote Mungu anakuja kuwatembelea, hawajifichi. Lakini baada ya kufanya tukio hili, tayari wakafumbuliwa macho, wakajijua ya kwamba wametenda dhambi, wamemkosea Mungu. Mungu alipofika wakajificha. Hii ndio iko mpaka leo hii. Siku zote mtu anapotenda dhambi huwa anajitenga na watu wa Mungu, anajitenga na nyumba za ibada na kujipatia visingizio mbalimbali, na shetani anaendelea kumdanganya kwa mambo mbalimbali ili aonekane tu kwamba kama yuko sehemu salama, lakini kumbe tayari ameshaingiliwa na dhambi. Wakati Mungu anakuja, Adamu na mkewe wakaenda wakajificha. Walipojificha, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Adamu akasema, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Siku zote Mungu anakuja pale haogopi, lakini kwa sababu ametenda dhambi akaogopa, na tunajua uoga unatoka kwa shetani. Anasema nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mungu akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa yu uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Mungu anamwambia Adamu, umekula wewe, sio mmekula nyinyi. Umekula wewe, kwa sababu anajua ni nani aliyempatia maagizo hayo. Baada ya pale Mungu anaanza kutoa adhabu. Adamu akapewa adhabu yake, Hawa akapewa adhabu yake, lakini na shetani naye akapewa adhabu yake. Hizi adhabu zilizopewa ndizo zilizosababisha
Ukiangalia Mwanzo pale, Mungu alipompatia Adamu maagizo akamwambia, siku utakapokula matunda ya mti huu utakufa hakika. Na Adamu alipokula, kifo kiliingia ndani yake, kwa sababu neno la Mungu ni kweli na linatendeka. Na ndio maana ukiendelea kuangalia hapa, baada ya hapo Adamu akafukuzwa katika bustani ya Edeni. Manake alikuwa mule ndani ya bustani akistarehe, akifanya kazi ndogo ndogo, lakini chakula kipo, kila kitu kipo. Hakuhitaji kutoka wala kwenda kutafuta chakula sehemu nyingine. Mungu alishamtengenezea mazingira mazuri ambayo ya kuweza kuhakikisha kwamba anapata kila kitu, lakini pia anaendelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini kitendo cha yeye kutenda dhambi tayari kishamtoa na Mungu, kwa sababu Mungu yeye ni mtakatifu, achangamani na wenye dhambi. Na Adamu alipofanya vile, akajitoa yeye mwenyewe kumilikiwa na Mungu, akawa chini ya Shetani, kwa sababu aliyetoa yale maneno ya kwamba kula haya matunda ni Shetani. Mungu alikataza usile haya matunda, Adamu akala. Alipokula kwa maagizo ya Shetani, akawa chini ya Shetani, kama neno la Mungu linavyotuambia siku zote ya kwamba yule ambaye anaye kuagiza jambo, unapolitekeleza liwe baya au jema, wewe unakuwa chini yake. Adamu akawa chini ya Shetani, akaingiza ulimwengu wote kwa Shetani. Kuanzia pale watoto wake wakazaliwa katika umiliki wa Shetani. Tunaona mtoto mkubwa baadaye anamuua mdogo wake, wako chini ya Shetani. Ni matunda ya dhambi. Kuuana ni matunda ya dhambi. Mambo mabaya ni matunda ya dhambi. Ndio maana Mungu alikataza usile tunda hili, kwa sababu alikuwa anajua ndani ya lile tunda kumefunganishwa mambo mengi mabaya ambayo mwanadamu hakutakiwa kuwa nayo. Sasa hata ukifuatilia, ukifika sura ya 5, tunaanza kuona pale hata aliyekufa kwanza alikuwa ni Adamu. Hawa hakutajwa kama amekufa. Tusome kwa pamoja. Sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza, anasema, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu, alimfanya mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana wa sura yake kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Miaka 900 maanake ni miaka 930, naye akafa. Tunaona hapa aliyekufa ni Adamu. Kwa hiyo inaanza kutenda kazi kile ambacho Mungu alichokisema kwamba utakufa hakika. Alishakufa kiroho, lakini huku kimwili anakuja kumalizika. Hii inamaanisha nini kwa leo? Kwa nini wanaume wanaendelea kufa? Ni kwa sababu wanamkataa Mungu. Wanaume wengi wanamkataa Mungu. Wanaume wengi wanakataa kuwa na mahusiano na Mungu na kuamua kuwa na mahusiano na Shetani pasipo wao kujua. Wanadhani ya kwamba wanatafuta maisha, wanadhani ya kwamba wanahangaika kwa ajili ya familia zao, kumbe ni Shetani anaendelea kuwadanganya waendelee kuhangaika. Tayari option imeshatolewa. Option iliyotolewa ni kwamba turudi tuwe na mahusiano na Mungu ili tutoke katika kifo kile ambacho Adamu alikisababisha. Leo hii tuwe na uzima wa milele ndani yetu ili tuanze kuyafurahia maisha, kwa sababu Mungu yeye anamwangalia mwanaume. Hata adhabu yoyote inayoingia ndani ya nchi inaanzia kwa mwanaume. Kwa hiyo tunapompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunafutika kutoka katika ile adhabu ambayo Adamu aliipata kutoka kwa Mungu. Yeye aliitumikia na familia yake, yeye akafa na familia yake, lakini tunaye neema leo hii. Yesu Kristo alikuja kuokoa wale waliopotea. Moja ya waliopotea ni mimi na wewe. Mwanaume yoyote yule ambaye
ana Mungu ndani yake, huyo anapoishi na mke wake ni lazima yamtokee yale ambayo yametokea Adamu. Kwa hiyo maswali mengi ya kusema kwamba mwanaume anakufa mapema kwa sababu anafanya sana kazi, hiko ni kisingizio na ni madanganyo ya shetani ambayo ameyaleta ili watu waamini hivyo. Lakini ukweli ni kwamba wanaume wengi wanakufa mapema kwa sababu hawana mahusiano na Mungu. Wafuatilie watu ambao wana mahusiano na Mungu, wanaishi miaka mingi ili waweze kutimiliza yale makusudi ambayo Mungu amewaleta hapa duniani. Mke hajaja na makusudi hapa duniani. Mke amekuja kutimiza makusudi ya mume, ambayo makusudi hayo ni Mungu ameyaleta kwa mume. Ndio maana anasema nimempa msaidizi wa kuweza kusaidia kutimiliza yale maono ambayo Mungu ameyaweka kwa mwanaume. Sasa mwanaume anapopewa maono na Mungu, afu yeye akashindwa kuwa na Mungu, maanake atashindwa kutimiza yale maono yeye, lakini pia atamsababisha hata huyu mke aweze kushindwa kusaidia kutimiza yale maono. Mwisho wa siku ndio unasikia kuna magomvi mengi yanatokea ndani ya familia, mafarakano mengi yanatokea ndani ya familia, migogoro mingi na hata maachano mengi yanatokea, kwa sababu wanaume ndio chanzo kikuu cha mambo yote mabaya hapa duniani. Mungu akubariki sana.